tunataka kulizungumzia suala hili nyeti ambalo limejitokeza la maandamano baina ya serikali na vijana wanaitwa Gen Z wanafanya maandamano. Sisi tumesikitishwa sana kuona mali inaharibiwa. Wizi unaonekana wazi wazi, na ili hali sisi tunatoa kodi kulipa polisi, askari kulinda mali. La kutusikitisha zaidi imekuwa ni kinyume. Watu wanakuja na vijana wanakuja na mipini, wanasema wanakuja kulinda biashara zisiharibiwe, na tunavyojua sisi polisi ndio jukumu lao ya kulinda mali na maisha ya Wakenya. Kwa sababu hiyo ndio tukaona lazima tuje tuzungumze suala hili isije kukua mbaya zaidi. Ikiwa vijana leo wanatukua mipini kwa sababu ya kulinda biashara, na kesho wale waandamanaji ile kundi la pili watakapochukua mipini na wao watakabiliana wao kwa wao, hili italeta shida katika taifa letu. Itakuwa ni vita baina yetu kwa sisi. Polisi ni vijana wetu, waandamanaji ni vijana wetu. Polisi ni majirani zetu, waandamanaji ni majirani zetu. Kwa sababu ya hiyo tungeliomba kuwe na amani na utulivu. Kila mtu afanye kazi kulingana na sharia inavyomwelekeza. Ikiwa serikali yetu, katiba yetu imeruhusu maandamano, wafanye bila kuharibu mali, na polisi ni kuwalinda, sio kuwaadhibu. Hili ni jambo ya kusikitisha na itajenga chuki, na hatutaki kuwe na mgawanyiko katika taifa letu. Taifa ni moja, Kenya moja, ibaki kuwa Kenya moja. Hili ndilo ombi letu, tukapendekeza leo sisi tutoe maoni yetu ili nchi isije ikaharibika. Itakapochafuka tutaulizwa, viongozi wa dini mlikuwa wapi mpaka yakafika yaliyofika? Ndio maana tukalijitokeza kulizungumzia swala hili.